Dini.com. Simleble. Mama! Picha linaanza. Kuna picha moja iliwahi kusambaa mtandaoni miaka kadhaa iliyopita. Hii picha ilikuwa inaonyesha jengo refu sana Dubai usiku. Mwanga kila mahali, barabara safi, magari ya kifahari. Halafu chini yake kulikuwa na comment fupi sana. Africa will never look like this. Cha ajabu ni kwamba walioandika hivyo wengi hawakuwa wazungu. Walikuwa Waafrika wenyewe. Na hapa ndipo labda tatizo kubwa la Afrika linaanzia. Sio umasikini, sio ukosefu wa rasilimali, sio hata viongozi pekee, bali uwezo wetu wa kuimagine. Na unaweza kulichukulia ni jambo dogo sana, lakini ukijaribu kulifanya ndo unagundua kuna kikwazo cha asili ambacho hujawahi kukiwaza kama ni kikwazo. Mfano, ukiwa hauna pesa lakini unawaza umilionea na kutamka stori za kuwa milionea, watu wengi watakupuuza au kuona una data. Lakini ukianza kujitamkia mabaya, wote watakuonya kwamba acha kusema hayo mambo au acha kuwaza hayo mambo kwa sababu yatakutokea. Tuna msemo kabisa ambao Afande Sele aliwahi kuutumia. Aliwazalo mjinga ndilo litalomtokea. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini hakuna msemo rasmi wa aliwazalo mjanja ndilo litalomtokea? Huu ni ushahidi kwamba kwa sehemu kubwa jamii yetu ina uwezo mkubwa wa kuimagine mabaya kuliko kuimagine mazuri, na yoyote aliyezaliwa kwenye jamii ya aina hii sio tu kwamba anakuwa na uwezo wa kuimagine mabaya, ila sometimes anapoteza uwezo wa kutambua mazuri yanapokuja. Kwa sababu ukishafunga akili yako kuamini kwamba kitu hakiwezekani, mara nyingi hata hauwezi kujaribu kukifikia. Na kwa miaka mingi sana Waafrika wengi wamelelewa kwenye idea moja kimya kimya, kwamba superpowers ni watu wengine. Utasikia baada ya Mungu ni mzungu. Marekani inaweza kuwa superpower, China inaweza kuwa superpower, Urusi inaweza kuwa superpower, lakini Afrika je? Hilo linaonekana kama fantasy ambayo inawezekana kwenye ulimwengu wa katuni. Na kuna ambao wapo convinced kabisa kwamba bara hili limeumbwa kubaki nyuma milele. Na ukimsikiliza Mwafrika wa kawaida akizungumzia future ya Afrika, mara nyingi utaona kitu interesting sana. Tunajadili maendeleo kama watu wanaotazama mechi ambayo tayari wanajua watashindwa. Lakini history haisemi hivyo. Kwa sababu kabla hata ya dunia ya kisasa tunayoishi leo, bara hili liliwahi kushuhudia tawala zenye nguvu kubwa sana. Episodi zetu za nyuma tulikuelezea Mali Empire ilikuwa moja ya tawala tajiri zaidi duniani. Wakati huo, Ulaya falme bado zina struggle kupata maji safi ya kunywa. Miji kama Timbuktu ilikuwa senta ya biashara na elimu duniani. Kuna wakati jina la Mansa Musa lilikuwa karibu mythological duniani kwa utajiri wake, na utajiri wake unaokadiriwa hadi leo haujawahi kufikiwa na tajiri namba moja. Upande mwingine wa bara kulikuwa na Kingdom of Aksum ambayo ilikuwa na nguvu kubwa ya biashara kati ya Afrika, Middle East na Asia. Kusini kulikuwa na Zulu Kingdom iliyojenga mfumo wa kijeshi. Tulikuelezea kuhusu Shaka Zulu ambaye alikuwa ndo Putin wao enzi hizo. Na hapa ni kukumbushe tena, tunaposema Afrika ilikuwa tajiri wakati huu, haimaanishi Afrika ilikuwa paradise. Kulikuwa na vita, kulikuwa na migogoro, kulikuwa na utumwa hata kabla ya ukoloni. Lakini pointi ni hii, idea ya Afrika kuwa wiki milele si ya kihistoria. Ni idea mpya zaidi kuliko tunavyofikiria. Kuna mababu wa kizungu walikufa miaka hiyo ya kabla ya 1800 ambao ndoto yao kubwa ilikuwa kwenda Afrika kusoma au kusaka life, kama ambavyo vijana wa Afrika leo tunawaza kwenda Ulaya na Amerika. So pengine labda tatizo kubwa ni kwamba tumefika hatua tunaamini maendeleo lazima yafanane na magharibi. Ukisema maendeleo, watu wanaona New York, London na Paris.
means hakuna version nyingine ya kuwa powerful. Lakini ukiangalia dunia vizuri, utaona hata superpowers zenyewe hazifanani. Marekani ni tofauti kabisa na China. Marekani ilijenga power yake kupitia capitalism kali, yani kila kitu ni mtaji na biashara, hadi ndoa yako inaweza kukutajirisha au kukufilisi ghafla. Cha pili, individualism, yani mtu mmoja ni muhimu kuliko jamii nzima. Kuna jamaa mmoja anaitwa Eric Lee alielezea vizuri sana kwamba Marekani unaweza kubadilisha chama kilicho madarakani, lakini huwezi kubadilisha sera dhidi ya matajiri. China huwezi kubadilisha chama kilicho madarakani, lakini unaweza kubadilisha sera kirahisi. China is a market economy, and it's a vibrant market economy, but it is not a capitalist country. Here's why. There's no way a group of billionaires could control the Politburo as billionaires control American policymaking. So in China, you have a vibrant market economy, but capital does not rise above political authority. I mean, I make the joke, in America, you can change political parties, but you can't change policies. In China, you cannot change the party, but you can change policies. Jambo jingine ni military influence. Wana kambi za kijeshi kila mahali duniani. Wamewekeza kwenye wizara ya ulinzi Pentagon kuliko yeyote duniani. Then kuna dollar dominance. Hii tumekuelezea mara kibao episodi za nyuma kuhusu petrodollar na jinsi USA ilivyoingia mikataba na makubaliano kibao duniani kuhakikisha pesa yake inatumika sehemu nyingi duniani. Lakini China haikujaribu kuwa Marekani. Hilo ndilo jambo muhimu sana watu wengi hawalioni. China ilichukua teknolojia ya kisasa, lakini haikuchukua mfumo wote wa magharibi. Kwenye episodi yetu kuhusu China inavyo function, tulikuelezea habari za baba wa taifa la China ya leo, Mzee Deng Xiaoping. When Deng Xiaoping became a key player in China's walimodernize bila kujifuta kabisa. Na hapo ndipo swali kubwa la Afrika linaanza. Je, maendeleo lazima yaonekane kama New York, au Afrika inaweza kuwa powerful kwa version yake yenyewe? Kwa sababu wakati mwingine tunachanganya kati ya modernization na westernization, na si kitu kimoja. Picha linaanza. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Unaweza kuwa kama China, kuendelea kiteknolojia, kuwa na uchumi wenye nguvu na kuheshimika kijeshi, bila kukopi kila kitu kutoka magharibi. Na hii ndiyo pointi ambayo viongozi wachache wa Afrika waliwahi kujaribu kuifikia kwa ukubwa mkubwa sana. Mmoja wao alikuwa Muammar Gaddafi. Watu wengi wanamkumbuka kwa controversy zake, lakini kuna kitu kikubwa sana alichokuwa anafikiria kuhusu Afrika. Gaddafi, licha ya mapungufu yake mengi, alikuwa anaamini kwamba tatizo kubwa la Afrika sio ukosefu wa rasilimali, bali kutokuwa na leverage ya pamoja. Leverage kwa lugha rahisi ni uwezo wa kufanya watu wengine wakusikilize, wakuheshimu, au hata washindwe kukupuuza. Nilikwambia Marekani inaweza kuizuia China, lakini haiwezi kuikwepa China. Na leverage duniani ni kila kitu. Ndiyo maana Uncle Gaddafi alikuwa anapush idea ambazo kwa wakati ule zilionekana uchizi: jeshi moja la Afrika, passport moja ya Afrika, pesa moja ya Afrika, na mfumo wa kifedha usiotegemea dola na euro. Na hapa ndipo mambo yanakuwa interesting sana, kwa sababu watu wengi hawajui kwamba kulikuwa na discussions kuhusu gold backed Africa currency. Of course, kama unafuatilia episode za nyuma, tulikuelezea idea ilikuwa nini, kwamba badala ya Afrika kuuza mafuta, madini na resources zake kwa kutegemea dola ya Marekani, bara lingeweza kuwa na mfumo wake wenye nguvu zaidi. Na hii ilikuwa hatari geopolitically, kwa sababu dunia ya leo ina balance ya nguvu inayolindwa sana. Ukianza kugusa dollar dominance,
oil system, financial influence, unaingia kwenye mchezo mkubwa wa wakubwa. Na ndio maana wengine wanaamini Gaddafi hakuhatarisha Libya, alihatarisha mfumo mkubwa zaidi wa power duniani. Lakini hapa kuna tafakari muhimu zaidi. Wakati Libya ilipovamiwa mwaka 2011, Afrika yote ilikuwa inaangalia. Na hapa ndipo weakness halisi ya bara ilionekana. Sio kwamba Afrika haina watu, sio kwamba haina resources, sio kwamba haina akili. Tatizo ni fragmentation, yani kugawanyika vipande vipande kiasi kwamba nguvu ya pamoja inapotea. Kwa sababu imagine scenario tofauti kidogo. Imagine Afrika ingekuwa na nchi 3 au 4 zenye nguvu kubwa kijeshi. Mfano Libya, Misri, Ethiopia na Sudan ziwe na jeshi kubwa kama NATO yao. Alafu Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi zingekuwa na jeshi jingine kubwa. Then ushirikiano mkubwa wa kiintelijensia, yani magrupu yote ya Afrika yanashirikiana kujua figisu zikianza upande mmoja. 3, uchumi unaoungana, yani mmoja anaweza kumuuzia mwingine na miundombinu inakatiza katikati ya Afrika kiasi kwamba kusafirisha mahindi kutoka Tanzania kwenda Ethiopia iwe rahisi kuliko kusafirisha kwenda nje ya bara kama ilivyo leo. Na mwisho, technological cooperation, yani ule ushirikiano unaouona kwamba Marekani anamnyima Mchina teknolojia fulani, lakini anaweza kumpa NATO na washirika wake. Imagine ingefanyika Afrika. Unadhani ingekuwa rahisi sana kuivamia Libya? Labda ndiyo au labda hapana, lakini jambo moja lingebadilika. Cost ya kuivamia ingekuwa kubwa zaidi na ingefanya wajifikirie zaidi, na geopolitics mara nyingi sio kuhusu morality, ni kuhusu leverage. Ndio maana nilikuelezea nchi nyingi duniani zinaunda blocks kama BRICS, NATO, European Union na kadhalika, kwa sababu dunia ya sasa haichezwi sana na nchi moja moja, inachezwa na washirika. Na hapa pia kuna misunderstanding kubwa sana watu huwa nayo kuhusu Afrika kuendelea. Watu wakisikia Afrika iwe superpower, wanafikiri lazima nchi zote za Afrika ziwe tajiri kwa kiwango sawa. Lakini hakuna bara lolote duniani liko hivyo. Amerika yenyewe ina maeneo masikini sana. Ulaya ina tofauti kubwa za uchumi. Asia ina nchi tajiri sana na maskini sana kwa wakati mmoja. Superpower haimaanishi everybody becomes rich equally. Mara nyingi inamaanisha kuna centers of power, kuna industrial giants, kuna military influence, kuna technological leadership, na hiyo influence ina balance dunia. Kwa hiyo huenda swali sio je, Afrika yote itakuwa Dubai? Labda swali ni je, Afrika inaweza kuwa na pembe za nguvu zinazoweza kubadilisha nafasi yake duniani? Na honest possibility hiyo ipo. Kwa sababu ukiangalia reality, Afrika ina youngest population duniani, ina madini yanayotegemewa na future, ina strategic location, ina soko linalokuwa. Tatizo ni kwamba resources pekee hazitoshi. Kongo ina madini mengi, lakini leverage ya system ndio muhimu. Na hapa ndipo challenge kubwa ya Afrika ipo. Si kila wakati ni ukosefu wa potential. Wakati mwingine ni kama alivyosema FIDQ, na daily tunafeli kwa sababu ya political institutions. Na daily tunafeli sababu ya political institutions. Civilization advance, sasa wanatua economically. Kingine ni mgawanyiko na utegemezi, bila kusahau kukosa mipango ya pamoja ya muda mrefu. Tukiangalia mfano wa shirikisho la Afrika Mashariki ambalo liliwahi kuwepo likavunjika, kumesha kuwa na mipango na mazungumzo mengi ya kulirudisha, lakini sehemu kubwa juhudi ya mipango hii inategemea utashi binafsi wa waliopo madarakani kwa wakati husika. So ikitokea mtu mpya akaingia upande wa pili ambaye interest yake kisera haijali shirikisho, basi spidi inapungua na mgawanyiko unazidi kubaki. Na ndiyo maana discussion ya Afrika kuwa superpower haiwezi kuwa emotional tu, haiwezi kuwa slogans za Africa Rising bila kuuliza nguvu hiyo itajengwa na nani? Taasisi zipi? Teknolojia gani? Military balance gani? Economic system gani?
Lakini kabla hata ya kujibu hayo yote, kuna hatua moja muhimu sana ambayo Waafrika wengi bado hawajaifikia: kukubali kwamba inawezekana. Kwa sababu huwezi kujenga future ambayo akili yako tayari imeikataa. Na labda hicho ndicho kitu kilichopotea zaidi Afrika kuliko hata pesa: imagination. Kwa sababu kila superpower iliyowahi kuwepo duniani iliwahi kuwa na idea kwanza kabla haijawa reality. Hii ni tafakari na challenge ya kila mmoja wetu. Imagine bila mipaka. Tuache kuhubiriana injili ya Afrika ya miaka ya zamani huku tukisahau hapa tulipo leo. Kwa sababu wadogo zetu, watoto zetu wanasikia, na labda ni jukumu letu, kama alivyosema Akon kwenye moja ya mikutano yake Afrika, kwamba tuanze kujibrand upya. We have to be able to tell our own stories. Directors, filmmakers, entertainers, it's going to be clearly, and the press, it's going to be your job to redefine how people think about Africa. One of the problems we have in Africa is that when something happens, the press is quick to put out negative energy and quick to put out a negative story. And then that story goes on to internet, and other broadcasting systems take it and they post it. So when you look at places like Kenya, for instance, that I know of, maybe 2 terrorist attacks, but it was everywhere. So now people was afraid to go to Kenya because somebody shot up the mall. But then when you look online, there was over 25,000 attacks in the US, but you only knew about maybe 5 or 6. So we have to really rebrand. I hope nimekutafakarisha kwenye episode hizi 10 kuhusu Afrika. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Hii ni sauti ya Araz Mtamadun. trymadini.com, taarifa na maarifa.